Ikiwa zimesalia saa chache kabla ya taifa la Tanzania kufanya uchaguzi mkuu kuwachagua wabunge, madiwani na hata rais mkuu, vijana kutoka nchi hiyo almaarufu kama vuguvugu la Gen Z wamechukua fursa nzuri leo hii na kuanzisha maandamano ya mapema kwa kile wanachokitaja kana kwamba ni mifumo mibaya ya uchaguzi, utekaji nyara wa viongozi wa upinzani na raia. Kwa mfano, Tundu Lissu, kinara wa chama cha Chadema, ambaye anazuiliwa na maafisa wa serikali kutoka nchi hiyo akituhumiwa kufanya kosa la uhaini. Hivi sasa tunavyozungumza, watu kadhaa wameripotiwa kutekwa nyara na wengine kuuliwa kwa sababu ambazo hazieleweki. Kundi hilo la kizazi cha Gen Z limesitiza na kusema kwamba no reforms, no election, ishara kuwa amechoshwa na uongozi wa Mama Suluhu Hassan wa kimabavu, ambaye amezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii na kukosolewa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kote duniani. Tanzania hapo kesho ilikuwa inafanya uchaguzi mkuu, huku maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali wakitoa tahadhari na onyo kwa vijana ambao au kundi litakalopatikana linafanya maandamano. Lakini vijana wakizungumza kwa pamoja wamesema umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu, na lazima wajitolee muhanga kupigania haki za Watanzania hadi pale ambapo serikali itasikiza malalamiko yao na kutekeleza wajibu huo. Kwa upande mwingine, vijana kutoka nchini Kenya wameapa kuungana na wenzao wa Tanzania hapo kesho kwa minajili ya kukomboa taifa hilo. Watazamaji, huenda maandamano haya yakazua rapsha nchini humo na vilevile kutatiza shughuli za uchaguzi, huku idara ya polisi na vilevile serikali ikisema kwamba haitaruhusu maandamano yoyote. Basi huku kukiwa hakuna mgombea maarufu wa upinzani aliyeidhinishwa kushiriki katika uchaguzi wa Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, Watanzania wengi wamehisi kura hiyo si ya mashindano bali ni kama kutawazwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akikabiliwa na uchaguzi wake wa kwanza wa urais. Samia mwenye umri wa miaka 65 amekuwa rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli mwaka wa 2021. Samia ambaye alikuwa makamu wa rais alionekana kama pumzi ya hewa safi, na kwa mtindo wake wa kirafiki alianzisha mageuzi ambayo yalionekana kuwa mabadiliko makubwa kutoka kwa sera za mtangulizi wake. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hivi iliyopita, nafasi ya kisiasa imepungua kwa kiasi kikubwa na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali na sauti za upinzani kunasemekana kuwa katika hali mbaya zaidi sasa kuliko ilivyokuwa chini ya Magufuli, huku utekaji nyara na mauaji ya mara kwa mara yakiripotiwa. Hili limeakisiwa katika ripoti za Freedom House, shirika la utetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu lenye makao yake nchini Marekani, ambalo liliweka Tanzania kama taifa huru kwa kiasi fulani mwaka 2020 na lisilo huru mwaka jana. Hata hivyo, serikali haijazungumzia tuhuma hizo. CCM ya Samia imeshinda kila chaguzi tangu kurejeshwa kwa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa mwaka 1992, lakini kampeni huwa na mijadala mikali kati ya vyama pinzani. Wakati tume ya uchaguzi ikiwa imewaachia wagombea urais 17 kugombea urais, wakati huu chama kikuu cha upinzani Chadema kimezuiwa, huku kiongozi wake Tundu Lissu akikabiliwa na kesi ya uhaini. Alikuwa akitoa wito kwa mageuzi ya uchaguzi kabla ya kukamatwa kwake mnamo mwezi Aprili, na chama sasa kinawataka wafuasi wake kususia uchaguzi huo. Makamu wake John Heche na alikamatwa wiki iliyopita na aliweza kuzungumza na kituo chetu akisema kwamba kabla tu ya kuwekwa kizuizini
Kile kinachoitwa mageuzi ya Rais Samia ni mambo yasiyo na msingi. Ndiyo mikutano ya hadhara iliruhusiwa tena, lakini leo Chadema haiwezi kutekeleza wajibu wake kwa sababu ahadi zilikuwa za uongo. Wakati huo mgombea urais Lohana Mpina kutoka chama cha pili kwa ukubwa cha upinzani ACT Wazalendo pia ameunguliwa mara mbili. Alifaulu kurejesha ugombeaji wake na mahakama kuu baada ya kuzuiliwa kutokana na suala la kiutaratibu, lakini mwanasheria mkuu wa serikali alipokata rufaa mwezi uliopita, tume ya uchaguzi iliamua kuunga mkono upande wake. Hii inaviacha vyama vidogo vya upinzani kama vile Chauma na CUF kwenye kinyang'anyiro hicho, lakini kiuhalisia kuna nafasi ya kumzuia Samia kushinda wadhifa wake wa sasa. Hatuna uchaguzi bila upinzani dhabiti. Mfumo wa uchaguzi hauko huru. Tayari tunajua nani atashinda. Siwezi kupoteza muda wangu kupiga kura. Mmoja wa wana Tanzania aliweza kuzungumza nasi. Hii ni kinyume kabisa na kampeni zinazoendelea kushika kasi kwenye visiwa vya Tanzania, ambayo nusu inajitawala visiwa vya Zanzibar ambako Rais Samia anatoka. Leo unataka kuadvise Mama Suluhu Hassan, president wa Tanzania. Wacha mama nikwambie, duniani hakuna nguvu inaogopewa kama nguvu ya vijana wakiungana na kukataa kitu. Hakuna vile utazuia, hata jeshi haitazuia. Sasa ukiona vijana wamekataa maneno, vijana wamesema hapana, yenda vile vijana wamesema, kwa sababu utajaribu na utashindwa. Duniani hakuna serikali imeweza kushinda nguvu ya wananchi, haswa vijana wakiamua kuungana. Ama wewe ukitaka, pigia rais wa Kenya William Ruto, uliza maandamano ya Gen Z ilikuwaje. Ama pigia mapresident wale ambaye walipenduliwa kwa sababu wewe ukosi manamba zao, uliza ilikuwaje. Ukisikia kwako kuna preparation ya maandamano, afadhali na mapema fata vile wananchi wanataka. Utaepukana mambo mengi, kwa sababu pia ukisema utatumia nguvu utawaua wengi na baadaye utapelekwa Hague. Unaweza ukahepa na baadaye utajikuta Hague. Hague imejengewa haswa viongozi ya Kiafrika, ndio wanapelekwanga Hague na kufungwa. Wewe mama, ukiua Watanzania wengi, jiandaa kwa kifungo kule Hague. Kuzuia yote, achana mambo mengi, harisha uchaguzi, mubadilishe maneno. Leo ni hayo tu.